Yes, ya mjambo tena kwenu nyote wandugu wapendwa, watazamaji na wasikilizaji wa Kwetu TV. Nyote kwa ujumla mnaoendelea kuwa nasi ndani ya taarifa zetu za kila siku na kila wakati, tunawasalimia wale ambao wako Marekani, Ulaya na Afrika. Salamu zetu ziwafikie kabisa na tunawatakia tena jioni njema ya leo mercredi le 17 Desembre 2025, tukiwakaribisha kwa mara nyingine ndani ya habari zetu za jioni ya leo. Kama kawaida tumewaletea habari mbichi kuhusu hali ya usalama mashariki mwa nchi ya Kongo pamoja na taarifa mbalimbali tena tofauti zinazoendelea kusemekana ndani ya nchi ya Kongo. Habari za jioni ya leo tutawaambia kuhusu mapigano makali tena ambayo yalikuwa hatari kati ya FARDC na wazalendo mu territoire ya Mwenga, hapo ni ndani ya province ya Sud Kivu. Wanajeshi kutoka Angola ambao watakuwa deploye mu este du pays watakuja, tutawaambia ni kwa nini watakuja, na tumewaletea habari mingi tena mbichi. Kama kawaida unayoifuata ni Kwetu TV, ni channel inayokuletea taarifa za kweli tena zenye uhakika na za kuaminika kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo. Tunawaomba kusubscribe, yani kujiabone, ili kukuwa napata habari zetu zote kwa wakati. Muendelee kucomment na kulike na kuzisambaza habari hizi ziwafikie wengi. Muendelee kujiunga nasi na shene yetu ya WhatsApp ambapo mtakuwa napata habari zetu zote kwa wakati. Mujiunge nasi kupitia linki ambayo iko hapo chini ya titre. Pale mtakuwa napata habari zetu zote kwa wakati na mtakuwa nafahamu kinachoendelea mashariki mwa nchi ya Kongo kwa muda mwafaka, na waomba kuwa nami mwanzo hadi mwisho ili kujua hali halisi mashariki mwa nchi ya Kongo. Habari zetu za jioni ya leo tutawapeleka moja kwa moja ndani ya territoire ya Mwenga kwenye kuliripotiwa mapambano makali kati ya FARDC na vikosi vya wazalendo. Mapigano hayo yalikuwa siku ya jana. Vyanzo vyetu kutoka huko vinasema kwamba wazalendo walipigana na FARDC siku yote. Ilikuwa asubuhi ambapo wakaaji walishtukizwa na kusikika kwa milipuko ya silaha nzito na nyepesi ndani ya maeneo ya Kiliza mpaka kwenye mtoni ama riviere ya Mugala. Baada ya siku yote ya mapigano, hali ikarejea kuwa ya utulivu, ila mapigano hayo yalisababisha vifo kati ya pande mbili. Kwenye rute inayotoka hapo kwa eneo ya Kiliza mpaka kunani kumutoni ya Mugala kulipatikana maiti 9 za jeshi la FARDC na kuwa kuna wanajeshi wengi wa FARDC ambao walijeruhiwa. Upande wa wazalendo kulipatikana mzalendo mmoja ambaye alipoteza maisha yake hapo wakati wa mapigano hayo na wengine wawili kujeruhiwa. Wanasema ya kwamba hao ndio waliopatikana na wanaendelea na msako, huenda wanawezi wakapata wengine paski wanaendelea na msako kule, na kwa sababu mapigano yalikamata siku yote wanawaza ya kwamba kunaweza kukapatikana wengine paski siku yote wakipigana ni mingi sana. Vyanzo vyetu kutoka hapo vinatuambia ya kwamba wajaambiwa ni kipi ambacho kiliacha mapigano hayo yanakuwa kati ya pande mbili. FARDC haijawatangazia ni kwa nini, ni wazalendo hawajaambia population ni kwa nini. Mashirika ya kiraia kutoka pale wanalaani vikali mapigano hayo kati ya wanajeshi wa wazalendo na FARDC, wakisema ya kwamba ile ni tabia mbaya kati ya watu ambao wanasaidiana kwenye vita moja ya kukomboa nchi ya Kongo. Wanasema kwamba waasi wa M23 wana mpango wa kuendelea kusonga mbele, hivyo wakati vikosi vinavyowazuia kusonga mbele vitapigana kati yao, itakuwa rahisi sana kwa waasi kusonga mbele. Wanatoa wito kwa viongozi wa FARDC pale na viongozi wa wazalendo pale kumaliza matatizo yao kupitia maongezi, wasije wakaendelea na mapigano kwa sababu adui anaweza akawapita nyuma naye anawatake wakati wako muvita. Mapigano hayo yaliripotiwa
kwenye mto wa Mugala mpaka kwa eneo ya Kiliza yalisababisha vifo na majeruhi kadhaa kati ya pande mbili. Ni wazalendo na FARDC ambao walikuwa wakipigana hapo. Tuendelee na taarifa zetu. Kuna wanajeshi kutoka Angola ambao wangelikuwa deploye nchini Kongo baada ya vizite yake President Felix Tshisekedi huko Angola, ila haikukuwa hivyo kutokana na kuwa President wa Angola akuitika ombi lake Felix Tshisekedi la kuwaleta wanajeshi wa Angola nchini Kongo. Ni wanajeshi ambao wangelikuwa deploye nchini Kongo wasaidie FARDC kwa ajili ya kuisekirizia ama kuilinda Grand Katanga. Wakati wa vizite yake President Felix Tshisekedi juzi huko Angola, ilikuwa kuhusu kudeploye wale wanajeshi wa Angola sasa nchini Kongo. Na wakati alipatana na President wa Angola waliongelea kuhusu hilo, ila President wa Angola Joao Lourenço akakataa hayo, akasema ya kwamba matatizo yanayoikumba nchi ya Kongo ni matatizo kati ya wakongomani ambayo yanaweza yakaisha kupitia mazungumzo, haiko matatizo ambayo yanahitaji nguvu za kivita ili kuisha. Joao Lourenço ndiye ambaye alimwambia hayo President Felix Tshisekedi na kumwambia ya kwamba maongezi ndiyo ambayo yanaweza yakamaliza vita na matatizo mashariki mwa nchi ya Kongo, si kutumikisha nguvu za kijeshi. Mnakumbuka ya kwamba President Felix Tshisekedi alikuwa huko Angola juzi, ni baada ya kuwa alikuwa ametuma huko letre kwa President Joao Lourenço, letre ambayo ilikuwa imefichwa kabisa bila kusema ni kipi ambacho kilikuwa ndani. Na baada ya hayo ni ya kwamba alikuwa ametaka wanajeshi wa Angola wakuwe deploye nchini Kongo, nchi ya Angola kupitia President wake alikatala hayo. Wanajeshi ambao watakuwa deploye nchini Kongo ni wanajeshi kutoka Chad. Wanajeshi wa Chad ndio wenyewe watakuwa deploye nchini Kongo, wa Angola hawatafika. Tuendelee na taarifa zetu. Huko Ituri, jeshi la Kongo FARDC lilipewa teni militaire mpya. Ni teni ambayo mko naona hapo kwa wale wanajeshi. Hiyo ndiyo teni ya mpya ambayo jeshi la Kongo lilipewa huko Ituri. Premier Ministre de Defense Gae Kabombo alikuwa pale wakati wanajeshi hao wa FARDC walikuwa wakipewa ile teni mpya. Alichokisema hapo ni kuankuraje wanajeshi kule Muituri ambao wanapiganaka na makundi yenye silaha kama CRP, ADF na wanamgambo wa Zaire. Aliambia wanajeshi hao kuendelea na operation zao ili kuhakikisha usalama wa maeneo yote ya Ituri. Tuelekee ndani ya Lubero ambapo tena MONUSCO itadeploye wanajeshi wao huko. Ni baada ya miaka miwili na MONUSCO ifanye kazi huko Lubero. Mnakumbuka kwamba MONUSCO ilikuwa imefunga kazi zao huko Lubero mwaka wa 2023, na baada ya miaka hiyo miwili tena MONUSCO itakuwa deploye mu territoire ya Lubero ili kusaidia FARDC pamoja na jeshi la Uganda mu operation Shujaa inayolenga kupiganisha ADF na kuifukuza kabisa mu maeneo yote ya Lubero mkiwemo na Ituri kwenye inafanyaka kazi. ADF ni nani? Ni grupe ya warebele, ni grupe arme ya warebele ambao wanawaka population sana mu maeneo ya Lubero, Ituri, Beni. Operation Shujaa inayofanywa na wanajeshi wa Uganda na wanajeshi wa Kongo inalenga kusimamisha ile grupe rebele ya ADF ambayo inafanyaka vitendo vibaya zidi ya raia ama zidi ya population. Mbichi zetu zinaendelea. Patrick Muyaya, porte-parole wa gouvernement ya Kongo, alitangaza ya kwamba gouvernement ya Kongo inangojea kuona M23 inajiondoa mu maeneo yote ya Kongo. Akiwa kwenye interview na France 24 aliyoyasema ni haya. Alisema mtoto M23 anajitoa muhanga mbele ya msuluhishi wa Marekani ili kumkinga baba Rwanda.
tukio lisilo na maana, mchepuko na mchoko. Mashambulio ya Rwanda ni udhibitisho zaidi kwamba Rais Kagame haamini makubaliano ya amani yaliyosainiwa na Donald Trump. Anadhani kuendeleza kwa nguvu yake udhibiti wa sehemu hii ya nchi yetu. Vitendo hivi vinazidisha hali ya kibinadamu ambayo tayari ni ya kutisha. Ofa bora kwa watu waliokimbia makao ni kuwapa uwezekano wa kurudi nyumbani katika hali ya amani na usalama, si wale wanaoongoza kwa uhalifu watakaoweza kuhakikisha hili. Tunatarajia kujiondoa kwa wanajeshi wa Rwanda kutoka sehemu zote za nchi yetu na vita iishe papo hapo. Hayo yalitangazwa na Patrick Muyaya, porte-parole wa gouvernement ya Kongo. Alitangaza haya wakati ya AFC M23 tangu kutangaza kujiondoa ndani ya mji wa Uvira hawajaondoka pale, wangali nakaa ndani ya mji wa Uvira, hakuna changement yoyote. Habari zetu zinaendelea. Wanaume wasiojulikana wenye silaha walishambulia kijiji cha Bimbi katika kundi la Usala kaskazini mwa eneo la Walikale, hapo ni ndani ya North Kivu. Ilikuwa usiku wa Jumane hadi Jumatano. Kulingana na mkuu wa kundi la Usala, wanaume hawa wenye silaha ambao utambulisho wao bado haujajulikana walifyatua risasi kadhaa hewani ili kuwatisha wakaaji wa eneo hilo waliokimbilia msituni. Mwami Bitamba Eliba anaongeza kuwa ni nia ya watu hawa wenye silaha bado haijajulikana. Wakaaji waliokimbia bado hawajarudi kijijini wakihofia usalama wao, wameacha kila kitu nyuma. Mkuu wa jadi alitangaza hayo. Mwami Bitamba Eliba anaomba kupelekwa kwa vikosi vya usalama katika kundi lake ambalo limekuwa likisimamiwa kwa muda mrefu kwa upande wa usalama na makundi yenye silaha ili kuwalinda wakaaji wa eneo hilo. Aliendelea akisema ya kwamba FARDC inapaswa kudeploye wanajeshi kule ili kulinda raia hao ambao wanaishi maisha hatari kutokana na kuwa hakuna wanajeshi wowote wa FARDC kule. Ni makundi yenye silaha ambayo yanafanyia kazi huko yanayolinda population kule. Mkuu wa kundi la Usala anasisitiza kuondolewa kwa wanaume hawa wenye silaha kutoka kijiji cha Bimbi ili kuwaruhusu watu kurudi nyumbani, ikizingatiwa kwamba kwa sasa wanakabiliwa na kila aina ya hali mbaya ya hewa. Hapo ni Walikale ambapo usalama kidogo unaendelea kuzorota. Tuelekee huko Kinshasa ambapo mapigano yaliyoripotiwa kati ya Mabondo na wakaaji wa wilaya ya Maluku yalisababisha watu wawili kupoteza maisha yao. Angalau watu wawili wamefariki kulingana na idadi ya muda ya mapigano yaliyotokea Jumane kati ya wakaaji wa kijiji cha Mpokintele na wanamgambo wa Mabondo katika wilaya ya Maluku. Meya wa Maluku alisema kwamba idadi hii inaweza kuongezeka kwani mapigano hayo yalidumu kwa saa kadhaa. Alexi Mampa Mundoni anaripoti kwamba hakukuwa na watu waliohama makazi yao, wakaaji walibaki kijijini mwao licha ya mapigano. Raia waliwafukuza wanamgambo baada ya saa kadhaa za mapigano. Mnamo le 23 Novembre, uvamizi wa wanamgambo wa Mabondo uliwaua tena watu 21 katika kijiji Tankana hapo maeneo ya Kwamufu. Hawa walikuwa raia waliouawa na wanamgambo. Kwa upande wake jeshi iliripoti vifo 19 wakiwemo raia 13. Miongoni mwa raia waliouawa walikuwa watoto watatu wenye umri wa angalau miaka 5. Hali ya usalama huko nayo inaendelea kuzorota, inaendelea kukua mbaya sana. Na hizi ndizo habari ambazo nilikuwa nimewaletea jioni ya leo, na washukuru sana kwa kuendelea kuwa nasi na waomba kuendelea kuzisambaza habari hizi kwa walio wengi ziwafikie. Muendelee kukuwa na jioni njema na mkuwe na usiku mwema. Tutapatana asubuhi mapema tukiwapa taarifa za asubuhi. Asante sana.